maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maneno matukufu katika suratu Yasin. Maneno haya yanaeleza ile athari ya mwanadamu anayotakiwa kuiacha baada ya kumaliza maisha yake, kwa sababu mwanadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha amepewa utaratibu maalum wa kuishi katika ulimwengu. Lengo la kupewa utaratibu maana yake ajue jinsi gani ataishi hapa ulimwenguni, na baada ya kuondoka katika ulimwengu huu anatakiwa aache athari gani ama atangulize kipi kitakachomsaidia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Yasin anasema, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mwenyezi Mungu anasema hakika sisi ndiyo tunayowafufua wafu. Baada ya kuwafufua tunayaandika yale walioyatanguliza wakati bado wako hai duniani, na tunaandika athari ambazo wanazoziacha baada ya kuondoka duniani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaacha athari ya yale, anaandika athari yale ambayo tunayoyaacha duniani, pia anaandika yale ambayo tunayoyatanguliza. Kwa hiyo hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amezungumza jambo kubwa sana katika mambo matatu, ambayo mambo haya yanatupeleka moja kwa moja kwenye habari nzito ya JUAKITA mkoa wa Katavi. Hawa ni kina mama wa nguvu kabisa ambao wanafata silsila ya Bi Khadijatu al-Kubra, Khadija mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema khairu ma kharafa al-insanu ba'dahu thalatha. Anasema mwanadamu, mambo bora ambayo anatakiwa kuyaacha mwanadamu baada ya maisha yake ya duniani, anatakiwa mwanadamu aache mambo matatu. Akiacha mambo matatu haya mwanadamu, maana yake baada ya kumaliza uhai wake wa dunia ayaache mambo haya yawe ndio athari kwa jamii itakayobaki baada ya yeye kuwa amekwisha maliza maisha yake ya duniani. Jambo la kwanza anasema aache waladu saliha yad'u lahu. Anatakiwa aache mtoto mwema, mtoto ambaye atakuwa anamuombea dua. Maana yake umemwacha mtoto, wewe umeondoka duniani, Mwenyezi Mungu ameshakuhitajia, unatakiwa yule mtoto abaki anakuombea dua. Ndio jambo hili tutakuwa ni mantiki yetu ya leo kwa viongozi wangu wa JUAKITA mkoa watalizungumzia sana jambo hili. Kuna jambo kubwa sana litafana katika mkoa wa Katavi litakalofanyika hiyo tarehe atakayotaja katibu. Jambo la pili akasema sadaqatu jaria. Anasema sadaka ambayo atakayoacha sadaka yenye kuendelea. Maana yake mtu amechimba kisima, watu wanachota maji, amepanda mti wa matunda, watu wanakula matunda, ama amefanya jambo zuri lolote lile ambalo linabaki linatumikia na jamii. Hilo ni jambo amezungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema pia jambo la tatu, elimu yantafa'u bihi min ba'dihi. Huyu mwanadamu anatakiwa aache elimu ambayo huyu mwanadamu ile elimu itabaki inawanufaisha watu baada ya kuondoka yeye. Baada ya kuondoka yeye aache elimu nzuri ambayo elimu watabaki watu wananufaika kupitia elimu hiyo. Kwa haya mambo matatu yatatupeleka moja kwa moja katika jambo adhim, jambo kubwa ambalo jambo hili linakwenda kufanyika katika mkoa wetu wa Katavi, ambao kina mama wa JUAKITA mkoa chini ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Katavi wanakwenda kufanya jambo kubwa, jambo ambalo la kuonyesha mapenzi makubwa. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika hapa kuja kutoa taarifa ya jambo letu. Kwa jina mimi naitwa Tatu Abdalla Mkana, ni mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake wa Kiislamu mkoa wa Katavi. Jamani, akina mama wote popote mlipo, tunatoa mwariko, tunatoa taarifa. Uwe Muislamu, uwe kiongozi wa chama, uwe mama wa nyumbani, maadamu wewe unaitwa mwanamke, poleni kwa kazi, najua mna majukumu mengi, lakini jamani, sisi tunatoa taarifa ya kuhusu mwalimu wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu kwa kazi kubwa anazozifanya kitaifa, lakini pia pongezi ni kwa mkoa wetu wa Katavi, mambo aliyotutendea. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
JUAKITA mkoa wa Katavi, kwa maana ya Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu mkoa wa Katavi, tunapatikana Msikiti Mkuu wa Ijumaa katika ofisi za BAKWATA. Pale tuna ofisi yetu ipo katika ofisi ya BAKWATA, na sisi pia kama jumuiya ya kina mama tuna ofisi yetu pale, na tunapatikana muda wote. Ukifika ofisini huwezi kumkosa mtu ambaye anaweza kukuhudumia kama una shida inayohusiana na uongozi wa wanawake katika mkoa wa Katavi. JUAKITA ni jumuiya ambayo iko chini ya BAKWATA, iko chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Tunatambulika kisheria na nchi inatutambua. Tupo chini ya Baraza Kuu la Waislamu mkoa wa Katavi kwa maana ya BAKWATA. Kutakuwa na dua kwa Mheshimiwa Rais, dua kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, dua kwa viongozi wote wanaotuongoza katika mkoa wetu wa Katavi, na dua kwa wananchi wote wanawake watakaohudhuria katika kongamano hilo. Tunapenda na tunamwomba Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikishe liwe kongamano lenye kutambulika, liwe kongamano la wamama wa Katavi kweli, tuonekane, tujitokeze kwa wingi, tuweze kumpongeza na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais na kumuonyesha tuko naye pamoja. Ima si kwa kumuonyesha tu, ndani ya nafsi zetu tupo pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nikiwa kama mtendaji mkuu wa JUAKITA na wakaribisha wakina mama wote wa mkoa wa Katavi. Hili jambo si la JUAKITA tu, hapana. JUAKITA kama ni holder tu tumelishika, tumelianzisha, lakini hili jambo ni la mama wote wa mkoa wa Katavi. Tunawakaribisha kufanya kongamano hili bila kujarisha unasali wapi, upo katika taasisi gani. Almuhimu wewe ni mwanamke, sisi tunakukaribisha katika kongamano hili. Pia napenda kutanguliza shukrani za dhati sana kwa Mheshimiwa Shehe wetu wa mkoa, Shehe Mashaka Nasoro Kakurukuru, kwa kutuonyesha upendo na kutupa ushauri. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.